vijana wa Kakamega na wamama na wazee na vijana wadogo na wasichana wa huko. Kazi walifanya kazi ya maana. Wale watu walikuwa wametuma kutoka Kisumu walipigwa kama burukenge. Unajua unaongea ulikuwa unaona kwa TV. Mimi nilikuwa naona live. Wanapata Mjaluo anapigwa kama burukenge, anasema anaenda amemtuma. Wanasema Raymond Omolo amemtuma. Walipiga. Raymond, mimi nataka nikuambie, maviaka hata hajafika sijui Ruai. Wewe ndio kufie mbali. Mimi nataka niambie Raymond Omolo, wewe kwanza si Mjaluo, ulikuwa unapinga Raila. Wewe sasa ndio umeanza kuona Wajaluo ni wazuzu, ulikuwa unapinga Raila. Wewe ndio kufia kwa Ruto. Sisi tunatambua wakina Babu Owino, wakina Sifuna, wakina Ososi ndio tunatambua. Hatutambui mtu anaitwa Raymond Omolo kichwa kubwa inakaa kama basi ya kwenda nini? Basi ya kwenda kwa Museveni. Sisi hatuwatambui. Wacha niwaambie hiyo gia hakuna kukanyaga gia, tunaenda kuenda. Hadi kwa mlima tunapita na nyinyi. Mimi nataka niwaambie vijana popote muko. Wewe kama unajua unatumiwa kama surari ya Malabe na ambianga hapa kila siku tumika. Utakufa uache bibi yako na mama yako. Uko mdogo. Chukua pesa na uende kwa nyumba ukae na bibi yako. Kama wewe uko na nguvu ya kupiga waheshimiwa na una nguvu ya kiume. Mwanamke akikuwekea uwezi gonga. Unapiga raundi moja na unalala. Maana unajua kubeba. Shot moja inakushinda. Hadi jirani anakugongea. Wewe unajua kulipa 1000. Ati William Samuel Ruto na baraza wamepatia vijana huko wanaenda 1000. Wakakunywa mafuta na wakakula pesa, baadaye kishakula pesa mshahara kishaingia wakatoa hiyo 2 term. Wakasema ni 1 term. Gunzi wako ulikuwa hata unajua nini pale liko. Wacha niwaambie. Unaona watu wamechanganikiwa walevi. Wanasema walikuwa gunzi wa kina Babu. Nikuulize swali. Babu anaweza tengeneza hapo gunzi na Babu anatoka Nairobi. Hata kama unatumia tu akili. Kakamega ndio walijipanga. Watulia tu nyamaza. Utakuja tu ongea nini hapa. Kakamega ndio walijipanga kivyao. Hiyo kitu inafanyanga napigana mwa. Kakamega ndio walijipanga kivyao. Sitaki mtu anipigie yao. Sana bure, sitaki kutoka sana mtu. Wacha niwaambie, Hatimadi nakuja nauliza nani atatoa William Samuel Ruto. Wacha nikuambie, William Samuel Ruto anaenda nyumbani. Na kama wewe unajua ulipigia William Samuel Ruto, sasa unasema 2 term, yeye ndio mpigie kama atapita. Wewe unasema 2 term, na hata wewe mwenyewe kupiga kura, unaenda kura hapa Jakarta. Hata hawana kura. Wewe mwenyewe hata ukiuliza Raila alikuwa namba ngapi kwa debe, hujui, utasema alikuwa namba 5. Wewe mwenyewe unasema 2 term, wewe watu wengine wanakula wewe unalala njaa. Wewe watu wengine wanasikia mzuri wewe unalala njaa. Wewe unafuata upepo. Sisi tunataka kumiaka na mgafu. Yake kubona. Mimi nataka niwaambie for free. Wakenya ndio watoa William Samuel Ruto. Na ukitaka kujua William Samuel Ruto anaenda nyumbani. Kama William Samuel Ruto mwenyewe amefanya kazi, kwa nini wakina Sifuna wakitengeneza mkutano? Kwa nini anatuma magunzi waende wakimbize watu? Kwa nini anatuma maaskari watupe tear gas? Sasa anajitoa tambua amefanya kazi, ako na numbers. Awache vijana wenzako wao vijana wafanye mkutano yao. Waje tusi mtu, waje ibia mtu. Waje wafanye mkutano kwa sababu hata sasa hiyo wakina Babu wakileta mkutano hapo, wataongea hao na waende. Kwa sababu gani anatuma polisi watupe tear gas? Wacha nikuambie, ukitaka kujua mtu ni failure, hata sasa nisimame na Jaom. Nikijua nitashinda Jaom. Kwa nini nitumie Jaom guns? Sote tungangane na Jaom akinishinda mimi ni yeye. Bwana lingane bwana baba. Kitu najua kama unajua unaweza piga Jaom. Kuja ungangane na Jaom kwa kwanza, hakuna haja utumie Jaom maguns na unajitambua wewe umefanya kazi. Mimi nataka niwaambie Wajaluo wetu wajaipitisha president. Wajaluo wetu ni wale watu wanaitwa Masangwenya. Wanakotanga upepo. Nataka nikuulize, Raila Odinga amesimama miaka ngapi? Washaimpitisha. Unapata Mjaluo anaenda pale kupiga kura, akiona Raila akikuja na convoy, yeye anafuata. Wewe sutulia achia. Wewe ni mtu mkubwa na unatumia akili kama mtoto mdogo. Tuna ni tuna. Wewe nini nakusumbua? Wewe hapa nyuma. Unajua ongea. Usiku uliongea wewe.